ameujaza ulimwengu, naye ameviunganisha vitu vyote. Ana ujuzi wa kila sauti. Haleluya. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu zangu, Jumapili hii, Dominika ya leo, tunasherehekea Pentekoste, maana yake ujio wa Roho Mtakatifu kwa mitume. Ni ahadi ya Kristo kwa mitume wake kwamba hatawaacha yatima, bali atawatumia Roho Mtakatifu atakaye waongoza na atakaye wakumbusha yote aliyowafundisha. Tunaposherehekea Pentekoste hii, si tu kwa ajili ya mitume, bali hata nasi tuliyempokea Roho Mtakatifu tulipobatizwa na kuimarishwa kwa njia ya sakramenti ya kipaimara. Na kwa hivyo tunaye Roho Mtakatifu anayetuongoza. Roho tuliyempokea sio wa kutufanya sisi waoga, bali ni wa kutuimarisha na kutuwezesha kumuita Mungu Baba, yani Mungu Baba yetu. Tujute dhambi zetu, tupate kujiweka tayari kumtolea Mungu sadaka takatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote. Ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. See
Tuombe. Ee Mungu, kwa njia ya fumbo la sherehe ya leo, unalitakatifuza kanisa lako lote lililoenea katika kila kabila na taifa. Umimine vipaji vya Roho Mtakatifu katika ulimwengu wote, na yale yaliyotendwa kwa neema yako mwanzoni mwa kuihubiri Injili uyaeneze pia sasa mioyoni mwa waamini. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku ya Pentekoste ilipowadia, wote walikuwapo mahali pamoja. Mara uvumi ulitoka mbinguni kama upepo mkali, ukaijaza nyumba yote walimokaa. Na ndimi kama za moto zikawatokea, zikagawanyika na kutua kwa kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, na wakaanza kusema lugha nyingine kama Roho Mtakatifu alivyowajalia kunena. Huko Yerusalemu walikaa Wayahudi, watu wacha Mungu wa kila taifa lililoko chini ya mbingu. Basi uvumi huu ulipotukia, wengi walikutana, wakashikwa na mshangao, kwa sababu kila mmoja wao aliwasikia wanasema lugha yake mwenyewe. Wote walishtuka, na kwa mshangao waliuliza, hao wote wanaosema si wa Galilaya? Kwa namna gani kila mmoja wetu anaisikia lugha aliyozaliwa nayo? Sisi Wapadhi, Wamedia, Waelami, nasi tukao Mesopotamia, Yudea na Kapadokia, Ponto na Asia, Firigia na Pamfilia, Misri
na wilaya za Libya kuelekea Kirene. Pia wageni waliotoka Roma, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu, sote tunawasikia wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Kiitikio: Bwana, umtume Roho wako na ufanye upya uso wa nchi. Bwana, umtume Roho wako na ufanye upya uso wa nchi. Bwana, umtume Roho wako na ufanye upya uso wa nchi. Bwana, umtume Roho wako na ufanye upya uso wa nchi. Umsifu Bwana, e nafsi yangu. E Bwana Mungu wangu, mkuu sana. E Bwana, jinsi gani nilivyo nyingi kazi zako, dunia imejaa viumbe vyako. Bwana, umtume Roho wako na ufanye upya uso wa nchi. Ukiondoa pumzi yao wanakufa na kuyarudia mavumbi yao. Ukimtuma Roho wako wanaumbwa na unafanya upya uso wa nchi. Bwana, umtume Roho wako na ufanye upya uso wa nchi. Utukufu wa Bwana na udumu milele. Bwana na afurahie kazi zake. Tafakari yangu na impendeze Mungu, nami nitafurahi katika Bwana. Bwana, umtume Roho wako na ufanye upya uso wa nchi. Bwana, umtume Roho wako na ufanye upya uso wa nchi. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi.
Ndugu zangu, wote walio wafuasi wa mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Ninyi lakini si wafuasi wa mwili, bali wa Roho, ikiwa Roho wa Mungu amekaa kweli ndani yenu. Kama mtu hana Roho wa Kristo, basi si mtu wake. Tena Kristo akiwa ndani yenu, miili imekufa kwa sababu ya dhambi, lakini Roho ni uzima kwa sababu ya uadilifu. Lakini Roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu akikaa ndani yenu, basi yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiokoa pia miili yenu katika hali ya kufa na kuitilia uzima nguvu ya Roho anayekaa ndani yenu. Basi, ndugu, tuna wajibu wetu, lakini si kwa mwili tuishi kama mwili unavyotamani. Maana mkiishi kama mwili unavyotamani, mtakufa. Bali mkiafisha mazoea maovu ya mwili kwa nguvu ya Roho, mtaishi. Kwani wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu ni wana wa Mungu. Kwa maana hamkupata roho ya utumwa muogope tena, bali mmempokea Roho anayewafanya kuwa wana wa Mungu na kuita, Aba, Baba. Roho mwenye kushuhudia roho zetu ya kuwa sisi ni watoto wa Mungu. Basi, tukiwa wana, tu warithi pia, yaani warithi wa Mungu wanaorithi pamoja na Kristo. Tukiwa tunavumilia mateso pamoja na Kristo, tupate kutukuzwa pamoja naye. Neno la Bwana. Sequencia. Roho zetu kwa
Mtakatifu, jaza nyoyo za waamini wako, washa moto wa mapendo ndani yao. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, Ee Bwana. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, "Mkinipenda mtashika amri zangu, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili awepo kwenu hata milele. Mtu akinipenda atashika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Asiyenipenda hayashiki maneno yangu, na neno mnalolisikia si langu, bali ni la Baba aliyenituma. Hayo nimewaambia nilipokaa kwenu, lakini msaidizi ndiye Roho Mtakatifu, ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisha yote na atawakumbusha yote niliyowaambia mimi." Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Dominika hii tunasherehekea Pentekoste, ujio wa Roho Mtakatifu. Na tumesikia katika sekwensia ya leo, uje Roho Mtakatifu, tuangaze toka mbingu roho zetu kwa mwangao. Uje Baba wa maskini, uje mtoa vipaji vya Mungu, uje mwanga wa mioyo. Lakini kuna maneno fulani yaliyonigusa kwa njia ya kipekee. Bila nguvu yako wewe, mwanadamu hana kitu, kwake yote yanakoma. Tumsifu Yesu Kristo. Na kuna tune ya hiyo sekwensia, bila nguvu yako wewe, damu hana kitu, kwake yote yanako. Nafikiri tunaweza imba hiyo sekwensia kidogo, si ndio? Tuanze tena. Tune yangu haiko vizuri, tuanze tena. Aha. Baba wa maskini,
bila nguvu yako wewe, mwanadamu hana kitu, kwake yote yanakoma. Uje Roho Mtakatifu, uziangaze roho za waamini wako, uwatie mapendo yako. Haleluya. Sijui kama wewe una Roho Mtakatifu. Kuna binti moja ambaye alijipanga kuolewa, lakini aliyeomba kumwoa alikuwa ni mlevi kweli, na hivyo basi akawa hajakubali kabisa kwa sababu huyu ni mlevi. Na hivyo basi wanawake wengine marafiki zake wakamwambia, kuna nabii mahali atakuambia cha kufanya, atakuelekeza vema kwa sababu yeye ni nabii, na huyu nabii alikuwa ni mama fulani. Kwa hivyo alipoenda kwa yule mama akamsikiza, akamwambia, usijali, nitakuja kwako na tutaomba ili hayo pepo mbaya ifanye nini? Ikome. Na hivyo basi, kama ilivyo desturi ya manabii, basi yule nabii akaenda kwake, wakaomba. Kisha yule mama nabii akasema, kwa sababu alikuta yule jamaa kwa yule dada, akamwambia, Roho Mtakatifu ameniongoza wewe uache ulevi, ili usipoacha ulevi hautaoa huyu binti. Na yule mwanaume akaogopa sana, akapiga magoti, akamlilia, akamwambia, umwambie Roho Mtakatifu nimeacha ulevi. Na kwa kweli yule jamaa akaacha ulevi. Tumsifu Yesu Kristo. Sio ni nguvu ya Roho Mtakatifu, akaacha. Lakini yule binti baadaye akajiuliza, yani wataka kuniambia mimi ni Roho Mtakatifu? Kwa sababu yule nabii aliposali alisema, Roho Mtakatifu ameniambia ufanye nini? Uache ulevi. Ndugu zangu, Mtakatifu Yohane katika waraka wake wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza anasema, si kila roho inayotoka kwa Mungu tudhamini roho ambazo tunazozipata, kwa sababu kuna Roho Mtakatifu na kuna roho yupi? Mnajua kuna Roho Mtakakitu. Kwa sababu huyu nabii baadaye akamwambia, si unaona nilifanya kitu? Cheza kama wewe, toa mbegu, panda mbegu. Lakini yule binti akamwambia, kwa nini nikupatie kitu wakati mimi ndiye Roho? Manake si alisema Roho Mtakatifu ameniambia ufanye nini? Uache ulevi. Tudhamini ni roho yupi anayetuongoza. Sijui wewe unaongozwa na roho yupi? Je, unaongozwa na Roho Mtakatifu au unaongozwa na Roho Mtakakitu? Kwa nini Pentekoste? Tutambue kwamba sikukuu ya leo ni ya zamani kuliko Ukristo. Wayahudi walisherehekea Pentekoste, maana yake siku 50 baada ya Pasaka. Hivyo basi Waisraeli walisherehekea sikukuu ya Pentekoste kumshukuru Mungu siku 50 baada ya mavuno. Baadaye waliweza kupanua sherehe hii ili kuweza kutafakari ahadi zake Mwenyezi Mungu kwa watu wake. Na hivyo basi hii sherehe jinsi walivyoendelea kuishi iliweza pia ni nafasi ya kutafakari Mungu alivyoahidi kwao, alivyowaahidia wao, na kwa njia ya kipekee walisherehekea ukumbusho wa kutolewa kwa amri 10 na Mungu ambazo zilitolewa kwake Musa. Hivi sasa Pentekoste tunaisherehekea siku 50 baada ya ufuko wake Kristo. Kwetu sisi, kama nilivyosema katika utangulizi, tunasherehekea ahadi ya Kristo kwa mitume wake alipowaambia, sitawaacha ninyi yatima, bali nitamtuma Roho wa Mungu, nitamtuma Roho Mtakatifu atakayewakumbusheni yote niliyowaambia na kuwakumbusha yote pia niliyowafundisheni. Roho Mtakatifu katika Injili ya Luka sura ya 24 ni ahadi yake Mungu Baba. Yesu anawaambia mitume wake, nitawapa ninyi ahadi ya Baba. Na hivyo basi kusherehekea Pentekoste tunasherehekea Mungu ambaye ni Mungu wa ahadi, na Mungu ambaye ukamilisho wake wa ahadi yake unatimilika, kwamba Mungu si kama mwanadamu hivi kwamba ataahidi kitu na akose kukikamilisha. Yeye ni Mungu anayetimiza ahadi zake. Ndugu zangu, tunaposherehekea ujio wa Roho Mtakatifu kwa mitume,
akiwemo mama yetu Bikira Maria, tutambue kwamba yote haya yalifanyika walipokuwa wakisali. Tunasikia katika somo la kwanza kwamba walipokuwa katika kile chumba cha juu walikuwa wakisali usiku na mchana, na hapo ndipo Roho wa Bwana aliwashukia. Ilipotimia, huyu mwandishi Luka anasitiza maneno haya, ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja. Kutajwa kwa maneno haya mahali pamoja inafunzwa kwetu. Ina maana hivi, ni utambulizi wa sala yake Kristo kwa mitume. Yohane sura ya 17 alipoombea na kusema kwamba Baba, ninaombea ili hawa wawe na umoja kama vile mimi na wewe tulivyo na umoja. Kwa hivyo walikuwa ni katika umoja wao, ilikuwa ni katika kukaa pamoja katika sala, na hapo ndipo Roho wa Mungu alipowashukia. Ndugu zangu, wakati watu wamekusanyika pamoja kama kitu kimoja, mambo makubwa na makuu hutokea. Kuna nguvu katika kuwa kitu kimoja na kuunganika, hasa katika sala, katika maombi, mambo makubwa hufanyika. Na ndio maana Yesu akawaambia mitume wake, mahali watu kusanyika kwa jina langu, nipo pamoja nao. Umoja ambao unapatikana. Nikuulize, sijui wewe katika familia yako ni lini mlikusanyika pamoja katika sala? When was your last time? Did you gather together? Did you come together to pray? It is in prayer, in unity, that we receive the greatness of God, the Holy Spirit among us. They say a family that prays together stays together. You wonder why you are not staying together. It is because you do not pray together. Hawa walikuwa wamekusanyika pamoja, walikuwa wakisali kwa pamoja, na hapo ndipo Roho Mtakatifu akawashukia. Na tumesikia baada ya kupokea Roho Mtakatifu walisikika wakizungumza kwa lugha mbalimbali. Hata waliokuwemo pale wakasema, imekuwaje tunawasikia hawa wakizungumza kwa lugha zetu wenyewe? Imekuwaje sasa tunawasikia wakizungumza? Je, hawa si wa Galilaya? Kwa sababu Roho alipowashukia, na tunaposherehekea Pentekoste hii, inatukumbusha yule mnara wa Babeli. Mnara wa Babeli, watu wakati huo walikuwa na lugha moja tu, na tunaambiwa wakaamua kuunganika wao kwa njia zao na kwa jina lao waweze kumfikia Mungu. Walikuwa ni lugha moja, lakini katika hiyo lugha moja tunaambiwa ilifika mahali wakafanya nini? Wakasambaratika. Ukiitishwa nyundo unaleta mbao, sawa sawa, kwa sababu hatuwezi kufikia Mungu kwa jina letu, hatuwezi kufikia Mungu kwa mtazamo yetu. Lakini hawa walipokuwa wanaozungumza kwa lugha mbalimbali, ilikuwa ni lugha moja, unganiko moja, tofauti na yule mnara wa Babeli. Tunajifunza nini? Kwamba tunapounganika kwa jina lake Mungu tunaweza tukafanya makuu. Sahihi huwa nashangaa, tunazungumza lugha moja Kiswahili lakini hatuelewani. Tunazungumza lugha moja Kiingereza lakini hatuelewani. Tuna lugha mbalimbali lakini hatuelewani. Ni kwa sababu hatuyafanyi haya yote kwa jina la Mungu. Ni muhimu kutambua kwamba kulikuwa na ufahamu katika lugha mbalimbali, lakini licha ya lugha hizo mbalimbali waliweza kusikia kwa lugha zao wenyewe. Na mwandishi anasema maajabu ya Mungu. Ndugu zangu, kwa kila tendo la kimungu kuna sababu. For every divine action there is a reason. There is a reason. You only need to find what kind of a reason this is. Hivyo basi ina maana sana kuuliza, ina maana gani sisi kusherehekea Pentekoste? Inatufundisha nini liturujia hii ya ujio wa Roho Mtakatifu? Kwanza, kama nilivyotaja, nguvu ya sala. My friend, learn to pray. Spare your time to be with the Lord. It is only in prayer that we will discover much more that God has in store for us. Nguvu ya sala. Kila wakati tunapokusanyika katika sala,
Haijalishi ni mambo yapi unayoyapitia, mradi unajiweka katika sala na kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Tunajua hawa hawakujua ni lini, waliambiwa tu kaeni, subirini Roho Mtakatifu, na walipokaa tunaambiwa Roho aliwashukia. Ya pili ni subira. Yesu anapowaambia nitawatumieni Roho Mtakatifu, hawakujua ni lini, hawakujua itatokea wakati gani, lakini kwa subira yao na kwa kukaa pamoja walimpokea Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, jifunze kusubiri. Subira, Mswahili anasema huvuta heri. Learn to wait. Waiting is never wasting. Learn to wait for God. Tatu, kupitia Roho Mtakatifu tunayapokea mapaji yake 7. Sijui kama mnayajua mapaji ya Roho Mtakatifu, mapaji 7. Ya kwanza, hamujui mapaji 7? Kanisa mzima hamujui mapaji 7 ya Roho Mtakatifu? Ati upendo, hekima, si ndio? Ya pili, hebu angalia mwenye umekaa naye. Juu naona hapa kuna vurugika kidogo. Mwambie, wewe una Roho Mtakatifu? God is good. Mna Roho Mtakatifu? Muulize, wewe una kipaji gani cha Roho Mtakatifu? Leo ndio utajua una kipaji gani. Kama huwezi jua leo una kipaji gani. Vipaji ni ngapi za Roho Mtakatifu? Ya kwanza, unajua mkisema mnarudia moja tu. Haya, ya kwanza hekima, ya pili maarifa, ya tatu ufahamu. Yaani ni mimi tu najua. English. Haya, twende English kidogo. Unaona tunazungumza kwa lugha ya Kiswahili lakini hamwezi kuelewana. Haya, twende English basi. Na hiyo najua hiyo pia mtakwama. Ya kwanza wisdom, ya pili knowledge, understanding, Okay, wacha niseme haya next. Unaona hata Kiingereza mmevurugika tu. Piety, fortitude. Ya mwisho? Mbona hamusemi fear of God? Hamuogopi Mungu? Mumuogope Mungu ndugu zangu. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ya 4, kupitia kwa Roho Mtakatifu tunayapokea matunda yake ngapi? 9. Haya, mnataka Kiswahili ama Kiingereza? Mtu anaweza fikiria nyinyi wazungu. Kiingereza. Haya basi, ya kwanza love, joy, peace. Gani nyingine? Patience. Ndugu zangu, tusimame tukiri imani yetu. Na sadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote. Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu,
kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake Bikira Maria akawa mwanadamu. Akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu, kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana namleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea na ufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Dominika ya Pentekoste, Roho Mtakatifu alijaza maisha ya mitume na wanafunzi waliokuwa wamekusanyika wakisali pamoja na Maria. Leo tunasali kwa ajili ya ujio wa Pentekoste mpya katika kanisa lote, tunapomwomba Roho Mtakatifu aiendeleze kazi ya Kristo duniani. Kwa pamoja tusali: utujaze Roho wako. Kwa ajili ya kanisa lote, ili moto wa Roho Mtakatifu uje kuyapeisha wabatizwa wote, kama ulivyowashukia mitume na kuwafanya watangazaji shupavu wa matendo makuu ya Mungu. Bwana, tunakuomba. Kwa ajili ya Baba Mtakatifu wetu Leo, Askofu wetu Filipo na waklero wote, ili wakiwa wamejazwa na uwepo wa mapaji ya Roho Mtakatifu, wajenge siku zote ushirikiano mkamilifu zaidi kati ya Wakristo. Bwana, tunakuomba. Kwa ajili yetu sote wa Kristo, tuliojaliwa wingi wa karama za aina mbalimbali, ili tutambue kwamba vipaji hivi vyote vinatoka kwa Roho mmoja na vinakusudiwa kulipiaisha na kulijenga kanisa. Bwana, tunakuomba. Kwa ajili yetu sote, ili kupitia adhimisho hili la Ekaristi, tufungue mioyo yetu kwa kazi ya utakatifuzaji ya Roho Mtakatifu, tupate kukua katika utakatifu na kuendeleza utume wa injilishaji wa Bwana. Bwana, twakuomba. Na kama vile Bikira Maria alivyokuwa na mitume walipopokea Roho Mtakatifu, tumkimbilie huyu mama tukisali: Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, na saa ya kufa kwetu. Baba wa upendo, zawadi ya Roho Mtakatifu imezileta pamoja lugha mbalimbali za dunia katika kuungama imani moja. Tunapokushukuru kwa zawadi hii ya ajabu, tunaomba umtume upya Roho wako juu ya kanisa, ili tupate kupiaishwa na kufananishwa na sura ya Kristo, anayeishi na kutawala milele na milele.
ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu kwa jina lake, na pia mafaa yetu sisi. E Bwana, tunakuomba utujalie ili kama alivyoahidi mwanao, Roho Mtakatifu atufunulie zaidi siri ya sadaka hii, na kwa huruma yake atufumbulie kweli yote, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi.
Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, e Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Leo umetimiza fumbo la Pasaka na kuwajalia Roho Mtakatifu wale uliowafanya kuwa wanao, kwa kuwaunganisha na mwanao pekee. Hapo mwanzo wa kanisa, huyo Roho Mtakatifu aliwafundisha mataifa yote kumjua Mungu, akaziunganisha lugha mbalimbali za watu katika kuungama imani moja. Kwa sababu hiyo, katika upeo wa furaha ya Kipasaka, ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utenzi wa utukufu wako, wakisema bila mwisho. E Bwana, kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kukusanya watu kwako, ili toka moyo ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi e Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, mkate na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, "Toeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu." Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, "Toeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Fumbo la imani.
Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, tujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili moja na roho moja katika Kristo. Yeye mwenyewe atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake wa ubikira, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele yako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, aliye amani na wokovu duniani kwale, upende kuliamirisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo na askofu wetu Filipo na wasaidizi wake Daudi na Simoni Petro, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hili uliohiita hapa mbele yako, Baba uliye mtakatifu. Kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza, nasi tunatumaini kufika kati ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tulivyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani.
Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona.
Kristu nitakase. walijazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema matendo makuu ya Mungu. Haleluya. Tuombe. E Mungu unayelijalia kanisa lako mapaji ya mbinguni, uilinde ndani yetu neema yako na kipaji cha Roho Mtakatifu ulichotumiminia kistawi daima, nacho chakula cha kiroho kitufae kutuletea kwa wingi ukombozi wa milele. Kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amen. Mahujaji wa matumaini, pamoja katika sala. Leo ni Dominika ya Pentekoste. Tunahimizwa kutafakari karamu na matunda ya Roho Mtakatifu. Mungu atutakase katika ukweli na upendo wake. Kilele ya siku ya leo itakuwa misa yetu ya saa 5:30 itakayoongozwa na Mhashamu Philip Anyolo, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Nairobi. Watoto wetu wa PMC watapokea sakramenti ya kipaimara
pia tutakuwa na commissioning ya wanachama wapya wa kundi la wanaume wa Katoliki, yaani CMA. Leo ni Jumapili yetu za kutoa zaka au fungu la 10. Bahasha za zaka zipo kwenye viti vyetu na kwenye pigeon boxes. Pia unaweza kutoa zaka yako kupitia njia ya M-Pesa, paybill number 527 500 527 500. Vijana wetu wa Young Catholic Adults, yani YCA, wameandaa recollection ya Jumamosi ijayo tarehe 14, kisha watakuwa commissioned Jumapili ijayo kwenye misa ya saa 5:30 asubuhi. Jumapili ijayo tutatembelewa na wageni kutoka shirika la Conventual Franciscan Friars kutoka Subukia National Shrine. Wiki hii tutasherehekea kumbukumbu ya Bikira Maria, mama wa kanisa. Kesho Jumatatu, kumbukumbu ya Mtakatifu Barnabas mtume siku ya Jumatano, na kumbukumbu ya Mtakatifu Anthony wa Padua siku ya Ijumaa. Tumeandaa semina ya pili ya mwaka wa Jubilee ya matumaini itakayofanyika Jumamosi tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 7 mchana kwenye ukumbi mkuu. Jumapili tarehe 22 mwezi huu wa 6, kwaya yetu imeandaa tamasha ya nyimbo tutakapokuwa tunasherehekea Corpus Christi. Tamasha itaanza saa 4 mchana, sote tunakaribishwa. Tumeandaa hija nyingine kwenye nchi ya Uganda na Rwanda, kutembelea na Mugongo Martyrs Shrine na Our Lady of Kibeho Shrine kuanzia tarehe 11 hadi 17 mwezi wa 8. Usajili unaendelea kwenye ofisi ya parokia. Siku ya mwisho ya kusajili ni tarehe 30 mwezi wa 6. Ubatizo wa watoto wachanga huwa kila Jumamosi ya mwisho ya mwezi, ukitanguliwa na mafundisho kwa wazazi na wasimamizi. Ili kujiandikisha, tembelea ofisi ya parokia. Tunasajili darasa jipya la katekizimu la watu wazima. Ili kujiandikisha, tembelea ofisi ya parokia. Basilica Self-Help Group iko na nafasi za kazi kama ifuatavyo: Internal Auditor na Operations Manager. Kwa maelezo zaidi, tembelea ubao wa matangazo. Ningependa kumshukuru Padre Geoffrey na Padre Kasuku kwa kuweza kutulisha neno siku ya leo, pia wanakwaya, watoto misa na Wakristo wote ambao waliweza kufika siku ya leo kusherehekea sikukuu ya hii siku ya leo. Asanteni. Naomba tujipe kongole. Misa ya leo imehudumiwa na kikundi cha Mtakatifu Dominic. Sisi hukusanyika kila Jumapili saa 3:30 kwenye ukumbi wetu wa St. Dominic. Kama vile wanasema kwa Kimombo, if you want to walk far, walk alone. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far like Liverpool, join us and you will never walk alone. Sasa tunaalika Wakristo ambao wametoa fungu lao la 10 ama zaka za mwezi huu wajiongee hapa mbele kupokea baraka kutoka kwa padre wetu. Roho Mtakatifu awashukie nyinyi wote. Asanteni. Taomba tusimame wote kwa baraka hii. Almighty and gracious God, we pray for your blessings today as we come to give you our tithes and offerings. We ask that you would bless us in return,
Cause the windows of heaven to open and pour out showers of blessings as you promised. Bless our jobs and businesses with prosperity, so that we may keep earning money to support not only our families, but your kingdom's work. O God, we know that you promised to bless us financially, so that we can bless others too. So fulfill your word in our lives today. And may the blessings of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever and ever. Kabla ya baraka ya mwisho, ningeomba padri ambaye amejiunga nasi aweze kutusalimia. Karibu padri. Asante sana padri. Nimeshukuru Mungu. Mimi ni Padri Bikeba Kasuku. Nimetoka katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nipo hapa kwa sababu ya mapito, nimetarajia safari. Nashukuru pia kusali nanyi pamoja. Mungu awabariki. Nitawaombea nanyi mniombee pia. Asante. Nami pia naitwa Geoffrey, niko hapa. Mmempokea Roho Mtakatifu. Paulo kwa Galatia sura ya 5 mstari wa 16 anasema hivi: ikiwa mmempokea Roho Mtakatifu, ishini kadiri ya Roho na sio mwili. Mlimpokea Roho. Anawaambia wa Galatia sura ya 3, mlianza na Roho, mbona mnamalizia kwa mwili? Angalia, ulikuwa Mkristo mwema, ulipenda jumuiya, hauendi sasa maombi husali. Ukiendelea na style hiyo utamalizia kwa nini? Kwa mwili. Ulianza kwa maisha ya sakramenti, kitubio huendi, ekaristi hupokei, hauna kizuizi chochote. Ukiendelea hivyo utaishia kwa nini? Kwa mwili. Ulianza na Roho, malizia kwa nini? Kwa Roho. Bwana awe nanyi. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwalinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani ya Kristo. Ibada ya misa yetu imekwisha. Na watakieni Jumapili njema yenye ujio wa Roho Mtakatifu. Tunasikia maneno
Thank you.